Tutoke hapo tuelekee katika dabi ya Kariakoo ambayo kwa hivi sasa imekuwa kizungumzwa kweli kweli na mashabiki wa pande zote mbili. Ukiwasikiliza mashabiki wa Young Africans wenyewe wanakwambia dabi haina kipengere. Lakini pia ukirudi kwa baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe wanaonekana kama hawajaridhishwa na mchezo huu kusogezwa mbele. Kwa upande wako Roja, hii imekaje? Mimi nataka kusema yani toka isakata lianze malumbano yamekuwa makubwa mpaka leo. Kiangalia game ya tarehe 8 ilivunjika ikaahirishwa, tukaenda kwa tarehe 15 vivyo ikavunjika ikaahirishwa. Sasa ni jambo ambalo linaleta mkanganyiko, jambo ambalo linaleta sintofahamu kwenye mpira wetu wa Tanzania. Kiangalia ligi yetu ya Tanzania ina ubora namba 4 kwa Afrika ni kwa ubora, lakini mkanganyiko umekuwa mkubwa zaidi. Young Africans wao ni watu ambao wakulalamika, wakaanza kulalamika muda mrefu hizi timu haitaenda kucheza ingi uwanjani, wakatoa sababu katikati nyingi sana. Wakataka mara walipo hela zao za CRDB, mara wanasema wenye bodi pale watu wajiuzuru, mara sijui awatendei haki, mara wanasema ni vitu vingi katikati ilikuwa katika msugano kati yake na TFF. Wao wakawa wakubwa zaidi kushinda TFF, wakawa wana nguvu zaidi mpaka ikafikia msemaji wao anabaki kusema wao wanaweza kutumia nguvu ya umma. Ina maana wao ni wakubwa kushinda TFF. Ina maana nyuma kuna watu ambao fans wao, mashabiki wao imani wako wengi, wana nguvu kushinda TFF. Lakini mimi nataka kusema hivi, katikati hapa tumeka taswira sio nzuri kwenye ligi yetu. Katikati hapa tumefanya bodi au TFF chini ya kalia waingiliwe, yani wasio na sauti, wasio na maamuzi katika kuamua nini ambacho nini kifanyike. Tukirudi nyuma tukiangalia mchezo wa tarehe 8, Young Africans kisheria na utaratibu na kanuni za mpira zilivyo, Yanga wao ndo waliokosea kuleta hizi vurumai zote. Wao ndo wenyeji wa mchezo, Simba ni mgeni hii game ya pili. Ina maana Simba anaruhusiwa kuingia uwanjani kwenda kufanya pitch na kuiona pitch hii ikoje ili ajane kwa game inafanya ya kesho yake. Lakini mambo yakawa mengi, magomvi yakawa mengi, katikati wakazuiliwa mpaka mchezo kafanya nini ukaribika. Game ikapokea tarehe 18 kwa tarehe 15 wao wakadauti timu haiendi uwanjani, kuna masuala wanadai TFF pale, ikawa mkanganyiko kwa mkubwa zaidi mpaka wakawa wanaongea msemaji wao kwa kupiga meza, kwa kujiona wao kubwa, wakienda kwenye vikao nyuma kuna watu nyuma wanaenda na mashabiki wao pale nje ya bodi, wanaimba pale na ngoma na nini, si sheria. Watu kule ndani wanafanya vikao, wao wako nje wanaimba. Hii yote kuiona wao ni wakubwa wako wazi, lakini katika mpira wetu wa football ina sheria na vivyo ina kanuni zake zipo wazi. Mtu ambaye anayekosea sheria zipo wazi zikamwadhibu, lakini wao walitumia ukubwa wa kujiona wao ni wakubwa kushinda TFF, kushinda mamlaka yote ya mpira hapa Tanzania. Hii imeleta taswira mbaya kwenye football, hii imeleta kitu sio kizuri, sababu sasa hivi ligi yetu ya Tanzania inaangaliwa sehemu kubwa zaidi barani Afrika. Kuna watu wanatamani kutoka Kongo, Zambia, uko wabuni wapi kote kuja kucheza timu yetu Simba, Yanga, Azam, hata Kagera Tanzania kucheza ili ligi yetu, ili sasa ligi yetu ni bora, watu wengi wanaiona. Lakini kwa mkanganyiko huu na vuruma hii iliyotokea katikati hapa, ni vuruma ambayo imetengeneza taswira sio nzuri, kujiona kama kuna watu fulani wana nguvu, watu wengine hawana nguvu. Leo hii unakuja kupanga dabi tarehe 25, sawa? Katikati hapa watu wameenda Dodoma kwenda kuzungumza, ghafla tu kuambiwa dabi tarehe 25, ina maana tu washakubaliana. Lakini uwezi ukatoa maamuzi ukasema hii dabi ichezwe au mtu mmoja yale matokeo yao yashafanya nini, yashakubalika. Kiangalia Almas Kasongo aliachia ngazi, mzee wangu Mguta naye aliachia ngazi kutokana na wao wenyewe ndiye maneno yao na vuma yao, lazima watu pale watoke na malipo yalipwe. Sasa leo Yanga anafanya hivi, kesho kutwa Simba atafanya vile, huku Azam atafanya vile, Kagera atafanya vile, Mtibwa atafanya vile. Wewe uone, ina maana kesho kutwa akifanya Mtibwa mtampa adhabu, akifanya Kagera mtampa adhabu, akifanya Simba mtampa adhabu. Hivi vitu kwenye mpira havitakiwi viingiliwe. Inatakiwa bodi ya ligi wawe na sheria kali, wasiangalie hizi timu mbili na wapenzi gani, zina mashabiki gani, au labda tukitoa maamuzi itakuwa makubwa zaidi. Hakuna usiangalie hivyo. Mtu ambaye anailuka kanuni, taratibu za
za mpira wetu wa football apewe adhabu. Hii adhabu itakuwa itoke toka tarehe 8 na tarehe 15, lakini watu wakalelea hapa mambo kama makubwa mpaka ikafikia tena ni mkuu wa nchi naye akaenda akawaita baadhi ya viongozi akazungumza nao, sijui walichokiongea mpaka tuje kuja kuona tunasikia dabi taisha, lakini mpaka dakika hii viongozi wa Simba umeona walikaa kimya, wakawa hawana tamko lolote. Mashabiki wa Simba walikaa kimya, wakawa hawana tamko lolote. Kwa nini? Wakiangalia kwa nini wenzetu wanakuwa kama wanapewa fare kubwa zaidi, kama vile wanabewa sana wakiangalia. Kwa mantiki hiyo Roja, unasema Young Africans inapewa upendeleo kuliko ni mnyama Simba sana. Yani unajua usiangalie sehemu moja, angalia timu zote mbili. Yanga alikuwa na mgogoro na Faisal Toto. Kipindi kile kwa mkubwa zaidi. Mama ndo akatoa mamlaka mkanae chini. Mzana kijana mwashini aenda na anataka kwenda. Leo imetokeza mengine kama haya. Tena wao ndo wametengeneza. Mpaka viongozi unaitwa Dodoma. Na maana wao wanajamini nini? Ina maana labda Juma kuna watu ambao wao wanajiona wao ni wakubwa kushinda mamlaka ya mpira, lakini mpira hauingiliwi. Mpira una sheria zake. Hata serikali pia haitaki kuingilia masuala ya mpira, sawa? Ndio maana hata kule kilichozungumzwa Dodoma mama hajaongea wazi au media zikaongea wazi au msemaji wa serikali akaja kuongea wazi. Tumeona tu picha, tulipiga picha Mangungu mzee wangu ni dalali, ukiangalia kuna GSM na yule nani katibu na Alfati na wengine wakapiga picha na mama, picha zikapost, lakini hakuna maeneo yote mama aliongea au msemaji wa serikali Alfaini aliongea. Watu wana doubt kwa nini Yanga wanaposa na upendeleo, kwa nini Yanga wanaposa sana kipaumbele. Unakuwa unatengeneza taswira ambayo si nzuri. Sasa hivi mashabiki wa Simba na viongozi wa Simba sio katika nafsi zao wamelizia, hakuna wameandaa timu imekaa kambini. Timu kikaa kambini ni gharama kubwa zaidi ambayo yani wewe huwezi ukaelewa, lakini ni gharama kubwa zaidi. Yani kukaa timu kambini ile ifanye nini, mambo yote yafanyike, ni gharama kubwa. Watu wametumia gharama kuiandaa timu kwa ajili ya dabi mara mbili. Dabi ya kwanza ya tarehe 8, dabi ya pili zote zinavuka. Leo tena unajua kwambia dabi itachezwa tarehe Jumatano tarehe 25. Lakini mimi ninavyoona Simba kama wataamua timu isiende uwanjani, mimi naona kwa mimi hawana kosa. Ili mwenye mpira wake FIFA, mwenye shida zao juu, wachukue maamuzi, wachunguze kwa nini mambo yawepo. Hata tukifungua miaka 5, tufungiwe miaka mingapi kwenye mpira wetu hapa Tanzania, ni bora ili tuwe na adabu fulani na kuheshimu mamlaka ya mpira, na mtu asijione mkubwa kushinda, ajione mkubwa yeye kushinda mamlaka ya mpira chini ya kina Karia. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa mimi kama FIFA watachukua maamuzi wachukue. Na kama uongozi wangu wa Simba, timu kama ikisema isiende uwanjani, bora isiende uwanjani ili lote itokee. Sisi mpaka dakika tunafahamu tuna mechi mbili, mechi yetu ya leo na mechi ya tarehe 22. Dabi hauitambui. Siwezi kuitambua dabi sababu dabi ratiba inatoka dabi. Almaskasongo tayari kasha jiuzuru. Mzee wangu tayari kasha jiuzuru. Unajua kwamba tu mechi tarehe 25. Hivi mpaka leo wao sasa mpaka dakika hivi vikao vingi Simba. Na baadhi mashabiki umewasikia Simba wanazungumza. Wasema wao ni mechi yao ni hizo zibakia ni 2. Mimi naona ni bora tufanye hivyo. Sababu gani? Tuje kujani kuheshimiana, kwa sababu msimu unaokuja kila mmoja aheshimu mamlaka ya mpira. Hakuna mkubwa zaidi ya mpira. Hakuna bora zaidi, mwenye nguvu zaidi ikitakalia na bodi wake. Yule mzee wanataka kumchafua hapa mwishoni, sababu muda wake unafanya nini? Unakwisha au unakaa kama vile hana msimamo au hajatendea haki kwenye mpira wa Tanzania. Lakini TFF wamepambana chini ya kina Maskasongo na mzee wangu wamepambana, na mpaka Yanga anachukua ubingwa mara 3 mfululizo chini ya uongozi huo. Sawa, hao haiwezekani leo uje kusema eti unaonewa hatujalipwa hela zetu, mara si dabi tuchezi. Unaongea kwa kujiamini, kwa kujiona wao ni bora. Lakini mimi nataka kuambia tu viongozi wa Simba, kama mechi sisi mechi hizi 2, sisi mechi ya dabi hatuna lazima nayo, hatuitaki na hatuitaki kuiona, ili maamuzi hivi yakitoka makubwa ni bora, ili msimu ujao tujipange, kila mmoja ajione ni mdogo kushinda mamlaka ya mpira.
Roger, kuna taarifa zinaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba FIFA tayari washaanza kutufuatilia, ile kamati ya maadili tayari washaanza kutufuatilia kwa ukaribu zaidi kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa ndani ya mpira wetu wa miguu hapa nchini kwetu Tanzania. Ni ishara nzuri? Kwanza mimi kwangu nasema ni ishara nzuri. Kwa sababu gani? Wao ndo wenye mamlaka ya mpira barani Afrika. Wanataka kujua shida ni nini, sababu ni nini. Bora kwa hii mechi mbili za dabi zimevurugika. Kuna shida gani? Kutokea mkengeuko gani? Kama kuna makosa ambayo Young Africans walifanya au kama kuna makosa ambayo TFF walifanya, labda hawajachukua sheria zao za mkondo kwa ajili ya hizo mechi, basi mimi na maana wale ni watenda haki, ni watu ambao wa kuamua. Tusileane, tusibebane, tusijione sisi ni wakubwa, lakini tuache mamlaka ya mpira, sababu wako hapa wanataka kujua hili sakata linafanya nini naendaje. Lakini mimi nataka kuambia tu uongozi wangu wakazie pale pale, dabi tusicheze, sababu tukicheza yakitokea lote mbaya sisi tutalaumu wao. Sababu kwa hiyo wenzetu wao wagomee mechi mbili, sababu ya msingi ni nini ambayo ilifanya mpaka wagomee? Kwa hiyo wao ni bora. Kwa hiyo mimi kwanza nimefurahi FIFA kwa hapa kuja kulifuatilia swala hili na kulichunguza kwa umakini na kujua shida imeanzia wapi na kwa hiyo shida imetokea wapi, wataiona shida iko wapi na imetokea wapi, na baadaye kama kuna adhabu itoke tu hiyo adhabu. Kama tufungiwe kwenye masuala ya mpira tufungiwe tu. Yani hii sababu gani? Tujifunze katika misimu inaokuja, tuache kuchezea mamlaka ya mpira hapa Tanzania. Watu ni wakubwa kushinda mamlaka ya mpira ya TFF. Tumeona watu wanatamba, wanaongea kwa kadi leo wanaandika wao 9 TFF 0. Sasa sio heshima. Shukrani sana Roger. Asante sana.